Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nataka tuzungumzie hiya asbabu dukhuli ljinni fil insi, ni zipi sababu ambazo zinapelekea majini kuingia katika mwili wa wanadamu. Wengi unakuta katika baadhi ya binadamu, unakuta wengi katika wanadamu wameathirika na maradhi ya kupandisha, maradhi ya kuvamiwa na majini, ikawa mtu anapiga makelele, analia, anafanya vituko. Kwa nini? Kwa sababu katika mwili wake ameingiwa na mashaitani au majini. Sasa ni sababu gani za msingi zinazopelekea majini kuingia katika miili ya wanadamu? Ulama anatuambia kuna sababu nyingi sana. Sababu zipo nyingi, lakini hatutoweza kuzitaja sababu zote kwa kuhofia muda. Tutataja baadhi ya sababu. Sababu ya kwanza, ulama anatuambia ni qillatu dini almar'i, ni uchache wa dini ya mtu. Unakuta baadhi ya watu hawakushikamana na dini kabisa, hawataki kujua lolote katika dini. Wao wako mbali na swala, wako mbali na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawasomi dua za kuingia choni, hawasomi dua za kutoka choni, hawasomi dua za kula, hawasomi dua baada ya kula, dua za kutoka nyumbani, dua za kuingia nyumbani, dua za kulala, dua za kuamka kutoka kulala, hawasomi chochote. Wamejiachilia free mwili wao na wametupa hii protection, kwa sababu hizi dua unapozisoma ni protection, inakuprotect mwili wako kutokana na viumbe wabaya kama hawa. Sasa unapojiachilia kwamba wewe hufanya ibada, umejiachilia tu, upo tu wewe, ndio inakuwa rahisi kwa wao kuweza kukuingia katika mwili wako, mwishowe kukudhuru. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, ulama wanatuambia hubbul jinni lilinsi, ni jini kwamba amempenda huyu mwanadamu. Saa nyingine hutokea ikawa mwanadamu yule ana maumbile mazuri, ana mvutio aina fulani, na inawezekana kwa wanadamu wenzake pengine anaonekana ni mtu tu wa kawaida, lakini hana uvutio wote. Ikawa uvutio ule amevutiwa na yule jini. Jini amependa maumbile yake, amependa jinsi alivyo, akawa anajiweka karibu naye, anafanya kila namna kuweza kuwa karibu naye, mwishowe kuingia katika mwili wake. Ikawa mtu kama huyo anaota, inawezekana ni mwanamke au ni mwanamume vile vile, ikawa anaota anafanya tendo la ndoa na mtu asiyemjua. Inakuwa mara kwa mara katika ndoto inamjia kwamba anafanya tendo, saa nyingine ni mchana, saa nyingine ni usiku. Sasa unashindwa kuna tatizo gani? Kumbe sababu ya msingi ni nini? Sababu ya msingi ni kwamba yule jini amempenda huyu mwanadamu na mwishowe akaweza kumuingia, akawa na starehe naye kama mke wake. Sasa unakuta mwanadamu anapitia mitihani, anaota ndoto ambazo kwamba ni za mapenzi, anastarehe na mtu asiyemjua, lakini hajui kwamba kumbe amepata jini mahaba. Huyu kwa lugha nyingine anaitwa ashik ama jini mahaba. Sasa unakuta mtu huyu, ikiwa ni mtu ambaye kwamba ana mke wake, basi anakuwa na ugomvi kila siku baina yake na mumewe, na ikiwa ni mtu ambaye kwamba hajaolewa, basi kadri zinavyokuja posa, hata zikaja posa vipi, utakuta hazifanikiwi, zile posa hazisimami, halitimii lile jambo. Kwa nini? Kwa sababu huyu bwana yuko naye na hawezi kukubali kushare na mtu mwingine yoyote. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, ulama wanatuambia ni asihru, uchawi. Mtu anafanya uchawi, waganga wachawi wanafanya uchawi, alafu wanatuma jini kwenda kumuingia mwanadamu fulani kwa ajili ya kummaliza, kumtoa kafara. Linatumwa kama ni swibiani au aina yoyote ya jini yule, akatumwa kwa mwanadamu kwa malengo ya kutaka kummaliza mwanadamu yule. Hii ni sababu ya tatu ya jini kuingia katika mwili wa binadamu, huwa ni kwa sababu ametumwa na nani? Na mchawi. Hutokea sengine ni kwa sababu ya ugomvi wa mali au jambo lingine lolote lile. Sababu ya nne, ulama anatuambia tahdhirul jan, kutaka kuwahudhurisha hao majini. Kuwahudhurisha yani kuwaleta karibu ukawaona. Kuna watu ambao kwamba wanafuata utaratibu fulani ya kuweza kuwaleta viumbe hawa na kuwaona, mwishowe wakaanza kuogopa, kutaka kukimbia, ikawa ni sababu ya wao kuwaingia katika miili yao kwa sababu wamewaita wao wenyewe. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea majini kuingia katika miili ya wanadamu na kuwatesa na kutowapatia amani katika maisha yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na viumbe hawa, atujalie min alladhina yastami'una alqawla
fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.